Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anu Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamane. Na mhebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunakwenda viwanjani. Tulikuwa hatuna cha kupoteza, alafu ukizingatia tarehe 30 tuna mechi, tarehe 2 tuna mechi. Huwezi kwenda kutumia nguvu kubwa. Ndio maana ile tuliamua tunamalizana nao kule kwao. Lakini pia tunatupia jicho kampeni za lala salama nchini Tanzania kabla ya kipenga cha mwisho hapo Jumatano ambapo raia watapiga kura kuchagua uongozi mpya. Mkutano ambao utathibitisha uimara, umadhubuti na ukubwa wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo nyote tunawaalika kesho CCM Kirumba mje muone mambo yanapofanywa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho, mpaka utekaji uishe. Na tazama kule mbele, asubuhi inakuja na Mungu wetu ni mwaminifu. Weka maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii katika Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Kampeni za uchaguzi nchini Tanzania zinaingia katika kipindi cha lala salama kabla ya kura ya hapo Jumatano. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda uchaguzi huo kwani hakabiliwi na upinzani wowote. Chama kikuu cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kimesusia uchaguzi wa Tanzania ambapo kilishinikiza kufanyiwa kwanza mageuzi ya sheria ya uchaguzi kabla kushiriki kura ya sasa. Aidha, vigogo wakuu wa Chadema akiwemo mwenyekiti wake Tundu Lissu na kiongozi mwingine John Heche wamewekwa kizuizini. Shirika la Amnesty International limekosoa utawala wa Tanzania kwa kukandamiza upinzani na uhuru wa vyombo vya habari. Hivi karibuni kumekuwa na vuguvugu kwenye mtandao na wafuasi wa upinzani ambao wameomba kuwepo maandamano siku ya kupiga kura kama hatua kulalamikia utawala na kushinikiza mageuzi ndani ya dola hilo la Afrika ya Mashariki. Nchini Kamerun watu 4 wameuawa katika maandamano yaliyofanyika jiji kuu la kiuchumi la Douala. Maandamano haya yanaendelea wakati taifa hilo likijiandaa kutangaziwa mshindi wa uchaguzi mkuu. Gavana wa eneo hilo amesema polisi walilazimika kutumia risasi baada ya kuzindiwa nguvu na waandamanaji. Maelfu ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Issa Chiroma Bakari wamepuuza marufuku iliyowekwa dhidi ya mikusanyiko na wamekuwa kiandamana katika miji mikuu wakabili maafisa wa polisi. Bwana Chiroma amesisitiza kwamba alishinda uchaguzi mkuu wa Kamerun dhidi ya rais wa sasa Paul Biya ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 43. Bakari Chiroma amewaomba wafuasi wake waandamane kote nchini kulalamikia udanganyifu wa kura ya urais. Tume ya uchaguzi ya Kamerun inatarajiwa kumtangaza mshindi baadaye Jumatatu. Na huko Ivory Coast, waziri wa zamani wa biashara Jean-Louis Biyo ameridhia kushindwa kura na rais wa sasa Alassane Ouattara katika uchaguzi mkuu ambao umekamilika. Matokeo ya kura za mapema yanaonyesha Ouattara akiwa mbele ya wapinzani wake. Biyo alikuwa miongoni mwa wagombea 4 wa urais nchini Cote d'Ivoire. Mrengo mkuu wa upinzani ulioongozwa na Tidjane Thiam ulizuiwa kugombea uchaguzi wa hapo Jumamosi. Alassane Ouattara wa miaka 83 anagombea kwa mhula wa 4. Matokeo ya urais ya Ivory Coast yanatarajiwa kutolewa rasmi baada ya siku 5. Wanajeshi wa kundi la Rapid Support Forces RSF nchini Sudan wametangaza kuutoa mji wa El Fasher ulioko katika jimbo la Darfur. Mji huu ulikuwa wa pekee kushikiliwa na jeshi la Sudan katika jimbo hilo. Tangazo hilo limeweka taswira mpya kwa vita vinavyoendelea nchini Sudan. Makundi ya wapiganaji wanaunga mkono jeshi la nchi yamekanusha tangazo la RSF, japo waasi hao wameonyesha kanda ya zana za kijeshi wanaodai kuzitoa. Rapid Support Forces, zamani wakiwa wapiganaji wa vuguvugu la Janjaweed, wamekuwa wakiuzingira mji wa El Fasher kwa zaidi ya mwaka moja
na kuwakabili wanajeshi na wakaazi kwa silaha kali. Andre Rajoelina, rais aliyeng'olewa madarakani kisiwani Madagascar, amefutiwa uraia wa nchi hiyo. Mamlaka mpya kupitia afisi ya waziri mkuu Harint Salama Rajanalivelo zimeweka sheria mpya kuwafutia uraia wazaliwa wa Madagascar walio na uraia wa nchi mbili. Rajoelina ana uraia wa Ufaransa, hatua iliyopingwa na wapinzani wake walioshinikiza kuzuiwa kuwania urais mwaka 2023. Hata hivyo, alikubaliwa kuwania urais mwaka huo na kushinda. Mwanasiasa huyo alikimbia nchi kufuatia maandamano yaliyoongozwa na vijana na baadaye mapinduzi ya kijeshi baada ya raia kulalamikia utawala wake. Utawala wa mpito wa sasa unaongozwa na kiongozi wa mapinduzi Kanali Michel Randrianirina. Na mwanamume mmoja aliwasafirisha wanawake kutoka Kenya na Uganda hadi nchini Uingereza amehukumiwa jela kwa makosa ya kuwabaka wanawake hao. Charles Isabire aliwaahidi wanamama hao kuwapa ajira nchini Uingereza, lakini baadaye alianza kuwadhalilisha. Amekanusha madai hayo na kusema wanawake hao walitoa taarifa za kupotosha. Hata hivyo, mahakama ya Uingereza ilimpata na hatia mwanamume huyo miaka 48 na kumhukumu kifungo cha miaka 17 gerezani. Karibu tena msikilizaji. Tuanzie nchini Tanzania ambapo kampeni za lala salama zinaingia ukingoni kabla ya uchaguzi wa urais wa hapo Jumatano. Wadadisi wa kisiasa wamesema Rais Samia Suluhu Hassan hakabiliwi na upinzani wowote baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kususia kura ya sasa. Aidha, vigogo wa chama hicho pia wakiwa wamo kizuizini. Huyu hapa Veronica Natalis akiangazia safari za kampeni nchini Tanzania hadi kufikia sasa. Ingawa kuna vyama 17 vya siasa vilivyoidhinishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania kushiriki uchaguzi wa awamu hii, lakini Chama cha Mapinduzi ndio kinaonekana kufanya kampeni zake kila mahali licha ya kukabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wakosoaji wa ndani na nje ya nchi na hata raia wenyewe. Katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo wa chama hicho Kenan Kihongos akizungumza na vyombo vya habari leo Jumatatu amebainisha kwamba mgombea urais kupitia chama hicho ambaye pia ndiye rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufunga kampeni za chama hicho jijini Mwanza, Tanzania. Itafanya mkutano wa funga kazi, mkutano wa kihistoria, mkutano ambao utathibitisha uimara, umadhubuti na ukubwa wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo nyote tunawaalika kesho CCM Kirumba mje muone mambo yanapofanywa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kama ilivyo ada, mkutano huu funga kazi utaongozwa na mwanamke shupavu, mahiri na mweledi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Uchaguzi wa awamu hii umesusiwa na chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema, huku viongozi wake wa juu wakiwekwa gerezani na wengine kushikiliwa na polisi kwa tuhuma mbalimbali. Raia wa Tanzania baadhi yao wamekuwa wakionyesha hisia zao katika mitandao ya kijamii wakimtaka mgombea urais wa sasa wa Chama cha Mapinduzi kung'atuka katika kinyang'anyiro hicho kwa madai kwamba ameshindwa kushughulika na mambo sugu yanayowaumiza raia kama vile vitendo vya utekaji, mauaji, ukandamizaji wa demokrasia na kutolinda rasilimali za nchi. Mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, Askofu Dr. Josephat Gwajima, jana alitoa ushauri wake kwa chama chake cha CCM akionyesha msimamo wa kutokukubaliana na yanayoendelea nchini, akisema yeye ataendelea kusimama upande wa wananchi. Lazima tuilinde nchi yetu. Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyechagua kusimama pamoja na wananchi. Narudia tena, I want it to be very clear. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye hakubali utekaji, hakubali uonevu, sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho, mpaka utekaji uishe. Na tazama kule mbele, asubuhi inakuja na Mungu wetu ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake. Maoni kwa sasa ni mseto nchini Tanzania uchaguzi wa awamu hii, licha kutokuwa na upinzani wa vyama vinavyogombea, lakini chama tawala chenyewe kinakabiliwa na kitisho cha maandamano ya raia ambao wengi wamesema wamejipanga kuandamana siku ya kupiga kura Jumatano tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba kwa kile wanachokiita kuikomboa nchi yao. Lakini jeshi la polisi nchini humo limeonya vikali hatua hiyo ya maandamano, likiita kuwa ni uvunjifu wa sheria na yeyote atakayefanya kitendo hicho atakiona cha moto. Veronica Natalis, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika.
Mataifa kadhaa Afrika yanakaribia kufanya uchaguzi. Taswira ya wanahabari kutatizwa ni ile ile kwenye mataifa hayo. Pamoja na kuwa ni sauti ya wanyonge, serikali za mataifa hayo zinachukulia kama wapinzani wa demokrasia. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anasema imetosha kuwadhulumu wanahabari wanaofanya kazi zao wakati wa uchaguzi. Tega sikio msikilizaji. Wanahabari wametosheka na vikwazo vya uchaguzi. Kila uchaguzi unapokaribia, taswira ya mateso kwa wanahabari urudi kama jinamizi lisilokoma. Kalamu zao geuzwa silaha za kuogopwa, midomo yao nyamazishwa kwa vitisho na macho yao ufumbwa kwa mabavu. Ni fedheha kuu kwamba katika karne hii ya habari na teknolojia bado kuna wanaoamini kuwa kutafuta ukweli ni uasi dhidi ya dola. Vyombo vya usalama, wanasiasa na taasisi za umma wamegeuza uhuru wa habari kuwa mchezo wa nguvu. Wanaobeba kamera na kalamu wanaitwa wapinzani, si wadau wa demokrasia. Badala ya kulindwa, wanabugudhiwa. Badala ya kusaidiwa, wanazuiliwa. Badala ya kuheshimiwa, wanadhalilishwa. Wengine hupigwa, vifaa vyao kuvunjwa na vibali vyao kunyimwa bila sababu. Na wanapothubutu kuandika ukweli, mitandao waka moto wa chuki, jeshi la maneno machafu likitumiwa kuwazima. Hali hii si Kenya pekee. Ukigeukia ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, taswira ni ile ile au hata mbaya zaidi. Waandishi hupotea kana kwamba ardhi imewameza, kamera zikavunjwa, redio hufungwa, na wale wanaoripoti visa vya udanganyifu au katili upewa alama ya mauti. Hata katika mataifa mengine ya Maziwa Makuu kama Rwanda, udhibiti mkali wa habari na hofu ya kuadhibiwa kumeifanya uandishi wa uchunguzi kuwa kama kutembea kwenye makaa ya moto. Tume za uchaguzi na serikali lazima zielewe jambo hili wazi wazi. Bila wanahabari hakuna uwazi. Bila uwazi hakuna demokrasia. Mwanahabari ni jicho la mwananchi na kioo cha uadilifu. Kumnyamazisha ni kufumba macho ya taifa zima. Kimsingi, vyombo vya habari ni sauti ya mnyonge. Leo tunasema imetosha. Wanahabari wanahitaji ruksa kusema ukweli. Hawatoendelea kuwa ngao za uoga au majeruhi wa siasa chafu. Ni wajibu wa kila taasisi, kila chama na kila raia kusimama nao, kwa sababu bila sauti zao uchaguzi ugeuka maigizo na Afrika hubaki gizani, bara lenye giza la hofu badala ya nuru ya ukweli. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana maswala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mtandao wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Leo tunatupia jicho kampeni za Lala Salama nchini Tanzania na pia tuko viwanjani kwa spoti. Kwenye neno la siku hii leo tunaangalia neno tija. Maana ya neno hili tija ina maana kuu zifuatazo: matokeo mazuri na yenye faida au manufaa, hususan katika biashara, uzalishaji au utendaji wa kazi. Uzalishaji kwa kimombo ikifahamika kama productivity, hali ya kuzaa matunda mengi au kufanya kazi kwa ufanisi na kutoa mazao mengi. Ubingwa au utaalam kwa kimombo expertise. Matumizi ya tija katika sentensi: kutumia mashine mpya kumeongezea tija katika kiwanda chetu. Maana hapa ni uzalishaji au productivity. Uwekezaji katika elimu una tija kubwa kwa maendeleo ya nchi. Maana hapa ni faida au manufaa. Bei ya zao lao haina tija kwa wakulima kwa sababu hawaoni faida wanavyotarajia. Maana hapa ni faida au manufaa. Msikilizaji, neno hili tija utalitumia vipi katika shughuli zako za kila siku? Haya basi, kwako wewe. Na basi bila shaka naona wengi mnajiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ikiwemo kutoa maoni yenu kuhusu taarifa ambazo tumekuwa nazo. Endelea kutoa maoni yako na pengine utueleze ni makala yepi au ni matangazo yepi ambayo yamekuelimisha, ambayo yamekusisimua au chochote kingine ambacho unaweza taka kusikiliza kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Mwafrika. Sasa tujiunge na Ramadhan Kibuga na taarifa zaidi za spoti. Kwako Kibuga. Asante Ann. Tuanze na habari njema kutoka nchini Tanzania. Kwa mara ya kwanza taifa hilo la Afrika Mashariki limezivusha timu 4 kufuzu kwa michezo ya vikombe vya soka barani Afrika baada ya mechi za mkondo wa pili katika ngazi ya mtoano zilizofanyika mwishoni mwa juma. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwanamichezo wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Simba yenye uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa ndio iliyofunga ukurasa wa furaha kwa mashabiki wa soka ambao kwa sasa wanajimoya mitaani wakisifu hatua ya Tanzania kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi. Licha hapo jana kubano na Nsingizini Hotspur kutoka huko Eswatini ilionekana kucheza kwa kuvizia na kushambulia kwa kasi na hivyo kulazimisha sare tasa bila kufungana. Simba inarejea tena katika anga za kimataifa kutokana na ushindi wake mabao 3-0 uliopata katika mchezo wake wa awali. Mashabiki wake wanasema hata kama timu yao ilishindwa kufurukutwa kwa kutupia hata bao moja wavuni, bado Simba na mnyama anaweza kunguruma mwituni na hata uraiani. Tumetoa suluhu kwa sababu tulikuwa hatuna cha kupoteza, alafu ukizingatia tarehe 30 tuna mechi, tarehe 2 tuna mechi. Huwezi kwenda kutumia nguvu kubwa. Ndio maana ile tuliamua tunamalizana nao kule kwao. Tumemalizana kwao, tumekuja huku kwenye Mimoshi, tumeimaliza mechi. Basi hatakuwa na haja hapa papatu nyingi, watu miguu yao iume hapana. Kwa ajili ya TRA tarehe 30 ndio tutaenda kumfanyia shughuli. Kwa Tanzania hii ni mara ya kwanza kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi, ingawa Simba inajitokeza kwa timu pekee iliyochomoza mara nyingi zaidi katika michuano ya kafu. Mchambuzi wa soka Isa Ndokeja anasema kuibuka kwa timu za Azam FC pamoja na Singida Black Stars zilizotinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho kumeibua hisia mseto, lakini anadokeza kwamba uwekezaji ni moja ya siri ya mafanikio hayo. Simba, Yanga hawa wamekuwa wamewekeza kwa muda mrefu sana katika mpira wa miguu. Kwa hiyo hata ukiangalia ubingwa umekuwa ukitembelea wao tu wawili. Lakini kwa Singida Black Stars, Azam FC naye amekuja kwa ukubwa zaidi, lakini pia akawekeza pakubwa. Ila naye alikuwa hajapata msukumo sahihi ama msukumo thabiti na benchi la ufundi lenye kumakinika, hasa lenye kuhitaji mataji kama hivyo. Sasa safari hii wako na kocha Florai Benge ambaye ni kocha ambaye ana taji la kombe la shirikisho kama ile ambao wameingia group stage. Kwa hiyo hii imechageza kubwa. Lakini kiendelea kwa upande wa Singida Black Stars nao pia wamewekeza. Mwalimu Gamondi ni mwalimu ambaye msimu kadhaa iliyopita tu sio mbali sana amekuwa na Yanga, amekwenda mpaka katika michuano hii katika ngazi ya juu kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona ni makocha ambao wamekuja na tathmini mpya, lakini pia Singida Black Stars nao wamewekeza. Ukiangalia kikosi chao unaweza kuona kila sehemu ya kikosi chao kuna watu ambao wametoka nje ya Tanzania na ni watu ambao wamecheza michuano hii ya kimataifa kuongeza vilabu na Afrika. Kwa hiyo hamasa kubwa inakuja kwanza uwekezaji, lakini pia namna ambavyo wachezaji pia wanaiendea michezo yenyewe husika, kwa sababu pasina hivyo huwezi kuona timu hizi zikivuka katika hatua kwenda kwenye makundi kama hivi. Sasa timu zote 4 Simba na Yanga zilizotinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika na hizo Azam FC pamoja na Singida Black Stars zinasubiri kujua makundi watakayoangukia. Upangaji wa makundi hayo unatarajia kufanyika kuanzia siku 7 zijazo. Na katika nchi jirani ya Kenya, timu ya Nairobi United imefuzu kwa mara ya kwanza katika historia yake katika ngazi ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku mabingwa watetezi Polisi wakishindwa kufanya vizuri. Felix Gatumu na taarifa zaidi kutoka mjini Nairobi. Timu ya Nairobi United imeweka historia baada ya kufuzu kwa mara ya kwanza katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho la CAF, hatua inayotajwa kama mafanikio makubwa kwa klabu hiyo changa na kwa soka la Kenya kwa ujumla. Wakati huo huo, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya FKF Kenya Police wameaga rasmi michuano ya CAF baada ya kichapo katika raundi ya pili siku ya Ijumaa, na hivyo kumaliza safari yao ya kwanza katika mashindano ya bara la Afrika. Wanapolisi hao wa Kenya walipoteza mabao 3-1 dhidi ya Al Hilal mjini Benghazi nchini Libya, na hivyo kuondoka kwa kichapo cha jumla mabao 4-1 baada ya kufungwa bao 1-0 katika mechi ya kwanza iliyochezewa jijini Nairobi. Kichapo hicho kimeibua mjadala kuhusu kwa nini vilabu vya Kenya ikiwemo Gor Mahia, Tusker na AFC Leopards vimekuwa vikisuasua kwenye mashindano ya kimataifa licha ya mafanikio katika ligi za nyumbani. Paul Ouma ambaye ni shabiki na mwanahabari wa michezo anasema tatizo ni ukosefu uzoefu, bajeti ndogo na miundombinu dhaifu ya soka nchini. Tatizo la kwanza ni kukosa uzoefu wa kucheza kwenye michuano ya Champions League ya hapa Afrika. Kwa hivyo mara ya kwanza inaweza kuwa changamoto kubwa. Na ungependekeza hatua gani za kimuundo au kimkakati kuhakikisha vilabu vya Kenya vinakuwa na uwezo wa kushindana na timu za Afrika Kaskazini na pia Magharibi? Wazingatie talanta na sio kuwachukua wachezaji based on wanajua nani ama umeletwa na nani.
Kenya Police FC imepongezwa kwa mafanikio yake katika ligi kuu ya Kenya ambako imekuwa tishio kwa timu kongwe kama Gor Mahia na Tusker. Kocha wa timu hiyo amesema licha ya kuondolewa, uzoefu huu utakuwa msingi wa mafanikio makubwa siku zijazo. Nadhani ni moja ya kitu ambacho nilisisitiza na timu yangu, nikamwambia tunakoelekea ku top level, punguza makosa na ukipata nafasi wewe make sure haupaniki kuipoteza. So umeona kama ni timu imeendi na kuwa katika mchezo. Gisi tuliendelea ndio walikuwa wanainuka, wanazoea, wakajiamini. The new stars ni vijana wanahitaji hiyo uzoefu. Wakiendelea hivi lazima tuwe patient, tuamini na tuaminishe kama kinawezekana. Nina imani kama huko mbele utakuja kuona, utaniambia siku nyingine leo nimeona iko vizuri. Felix Gatumo, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Nairobi. Kwa upande wake Burundi na Uganda hawatakuwa na mwakilishi yoyote kwenye ngazi ya makundi ya vikombe vya Afrika. Wawakilishi wa Burundi, timu za Aigle Noir na Flambeau du Centre zilitupwa nje. Nao Vipers ya nchini Uganda wamesukumizwa nje ya shindano hilo la klabu bingwa, kama anavyotueleza mwenzetu Sadam Mubale kutoka mjini Kampala. Timu ya Vipers imejikuta nje ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kupoteza kwa jumla ya mabao 2-1 na kutoka sare dhidi ya timu kutoka Zambia ya Power Dynamos. Matokeo hayo yanaonyesha changamoto za uzoefu mdogo wa kimataifa ndani ya kikosi chao. Wachezaji wengi wa Vipers wanatoka kwenye ligi ya ndani ya Uganda, jambo lililosababisha upungufu wa uzoefu na uhitajika katika mechi za kiwango cha juu cha barani Afrika, hasa wanapokabiliana na timu zilizozoea mashindano ya CAF. Ukosefu wa wachezaji wenye uzoefu wa kimataifa ulionekana pale timu ilivyoshindwa kutumia nafasi walizopata na udhaifu katika nidhamu ya kiufundi na ulinzi. Hata hivyo, licha ya kushindwa huko, Vipers imeendelea kujitokeza kama timu yenye msimamo thabiti ndani ya Uganda, hasa baada ya kuongoza harakati za kupinga mfumo mpya wa ligi kuu ya Uganda uliokuwa umeanzishwa hivi karibuni. Hii ni baada ya timu hiyo kupinga na kugomea mechi 2 za mwanzo. Ligi ililazimika kurejeshwa kwenye mfumo wa awali, jambo lilionyesha ushawishi mkubwa wa Vipers katika soka la ndani. Kwa ujumla, ingawa wamekosa mafanikio katika ngazi ya kimataifa kutokana na ukosefu uzoefu na wachezaji wa kimataifa, Vipers bado wana nafasi kubwa ya kujifunza kutokana na makosa yao, kuimarisha kikosi chao na kurejea kwa nguvu zaidi katika mashindano yajayo ya ndani ya Afrika. Sadam Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Na katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, masaibu yanazidi kuandama miamba ya Tupuisa Mazembe, moja mwa timu za soka zilizosheheni sifa kubwa barani Afrika. Lakini hatima ya kisiasa ya kiongozi wake Moise Katumbi Chapwe imefanya timu hiyo ya Mazembe kuzidi kudorora kimichezo. Mbele Chimsoshi anatueleza zaidi kutoka mjini Kinshasa. TP Mazembe ni mojawapo ya vilabu bora vya soka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na pia katika bara la Afrika. Imeshanyangua tuzo 5 ya mabingwa Afrika na pia iliandikwa katika historia ya michuano ya dunia ya klabu. Mazembe ilikuwa timu ya kwanza barani Afrika kutinga fainali ya kombe la dunia la klabu ya FIFA zidi Inter Milan. Lakini klabu hiyo ambayo taifa la Kongo na Afrika inajivunia inapitia wakati mgumu kutokana kwamba ni timu ya mpinzani wa mamlaka Bwana Moise Katumbi. Tangu mwaka 2021 klabu haijapokea mchango wowote wa fedha toka serikalini, ingawa hii ni wajibu wa serikali. Kwa hivyo serikali ya nchi hiyo ina deni ya klabu hiyo ya zaidi ya dola milioni 12 za Marekani, kwa mujibu wa viongozi wa TP Mazembe. Baadhi ya wafuasi wa timu hii yenye makao yake mjini Lubumbashi, kusini mashariki mwa DRC, wanakerwa kuona pia wanasiasa wanakuwa vikwazo kwa timu hiyo. Mazembe ni timu ya kwanza ya Mkongo yenye inachukiliwa na viongozi wetu wa Kongo kwa sababu ya ndugu yetu Moise Katumbi, kwa sababu Mazembe kiongozi wake anapatikana kwenye chama cha upinzani. Hawapende Mazembe endelee, hawapende Mazembe ifanye vitu yake jinsi matimu zingine za Kongo ziko nafanya. Kulingana na mshabiki huyu, hamasa ya wachezaji na mashabiki imeshuka sana, jambo ambalo linayozofisha timu. Junior Tambwe ni mshabiki wa Mazembe anayeishi Lubumbashi, makao makuu ya timu ya mpinzani Katumbi, ambaye yupo uhamishoni kutokana na mivutano ya kisiasa nchini DRC.
ba president ya ma section na komite yote mzima inakombana juu ya kurudisha tena timu ya TP Mazembe mwatua ile tulijuaka Afrikani. Na siasa njo vibaya. Siasa imeingia ndani ya makabumbu, ndani ya mashampiona, imealabisha, imevunja. Kwani tumejua kamba timu ya TP Mazembe imekuwa timu kuu mkongo, timu kuu moja RDC ya Lubumbashi. Tunapenda banasiasa bote, bapolitisien bote, basiporte timu ya TP Mazembe. Kwani timu ya TP Mazembe njo kuna represente nchi yetu. Waziri wa michezo alikuwa ameahidi kukizi mahitaji ya timu hiyo. Alikuwa ameomba udhibitisho wa malipo ya bili, na kwa miezi kadhaa viongozi wa Mazembe bado wanasubiri kulipwa. Mashabiki wengi wanahisi kurudi nchini kwa Bwana Moise Katumbi kunaweza kuchangia pakubwa kwa kuirudisha nguvu ya timu hiyo. Mbiliti Msoshi, Sauti Afrika, Kinshasa. Na nje ya bara Afrika, Real Madrid, miamba ya soka huko Hispania, wameitambia Barcelona katika mchezo wa vuta ni kuvute wa ligi kuu ya Hispania. Huku nchini England, Arsenal wakizidi kujiimarisha kileleni. Kwa mengi zaidi na mpisha hapa Veronica Natalis Mataba. Tuanzie kule Hispania na pambano la kusisimua la El Clasico ambalo limeshuhudiwa jana na ushindi wa Real Madrid wa mabao 2-1 dhidi ya FC Barcelona. Kufuatia ushindi huo, Real Madrid wamejimarisha kileleni kwa tofauti ya alama 5 na watani wao wa jadi FC Barcelona. Lakini pia Real Madrid wamesitisha uteja baada ya wapinzani wao Barcelona kuwatambia huku nyuma katika mechi ya mfululizo, ikiwemo mechi 2 walizonyakua vikombe. Mechi hiyo ya Real Madrid na Barcelona ilishuhudia pia mikwaruzano mikubwa na hali ya sintofahamu baada ya kipenga cha mwisho, huku wachezaji wa Real Madrid wakimtolea uvivu na kumwandama nyota wa Barcelona Lamine Yamal kufuatia kauli zake za kabla mchezo kwamba Real Madrid imekuwa inaiba michezo yake na kulalamika baadaye. Na katika ligi kuu ya England, washika mitutu Arsenal wamejitanua zaidi kileleni mwa msimamo wakiwa na alama 22 baada ya kuishinda Crystal Palace kwa bao 1-0. Arsenal hadi sasa imefungwa mchezo moja pekee na kuruhusu mabao 3 pekee tangu msimu umeanza. Gunners wamefululiza mechi ushindi wa 6 katika ligi bila kuruhusu bao. Wakati huo huo, mabingwa watetezi Liverpool wamepoteza mechi ya 4 mfululizo katika ligi hiyo kwa kuchapwa na Brentford mabao 3-2, na hivyo majogoo hao wakijikuta kwenye nafasi ya 7. Na kwa mshangao mkubwa, AFC Bournemouth inakamata nafasi ya pili kwenye msimamo na alama 18. Tottenham Hotspur nafasi ya 3 alama ya 17 sawa na Sunderland iliyopo nafasi ya 4 baada ya kuachapa Chelsea, huku Manchester City ikichukua nafasi ya 5 na alama 16 sawa na Man United. Man U imefululiza mechi 3 kwa ushindi baada ya kuanza vibaya ligi. Na hatimaye kule Ujerumani, Bayern Munich imejimarisha kileleni na alama zote 24 baada ya kucheza mechi 8 bila kufungwa ama kugawa. Na mwishowe katika mpira wa kikapo kule Marekani, nyota Mfaransa Victor Wembanyama ameandika historia mpya kwa kuwa mchezaji wa kwanza kufikisha alama 100 na mizuio 15 katika michezo 3 ya kwanza ya msimu wa ligi kuu ya kikapo ya Marekani NBA, baada ya kuisaidia jana timu yake ya Antonio Spurs kuwalaza Brooklyn Nets mjini Texas. San Antonio waliendeleza kampeni yao ya kutopoteza mchezo kwa kupata ushindi wa vikapo 108 kwa 107. Katika mchezo huo, nyota huyo Mfaransa Wembanyama mwenye umri wa miaka 21 aliweka alama 31 ya vikapo, kutoa pasi 4 za kuleta pointi na mizuio 6 katika dakika 36 alizocheza. Katika michezo mingine ya NBA, Los Angeles Lakers wamewachapa Sacramento Kings kwa vikapo 127 kwa 120. Los Angeles Clippers wao wakairarua Portland Trail Blazers kwa vikapo 114 kwa 107, huku Milwaukee Bucks wakimenya Cleveland Cavaliers vikapo 118 kwa 113. Ni hayo tu kwa sasa kutoka viwanjani, na kurejesha kwa mwenzangu Ann.
Na basi kabla ya kukuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu mpenzi msikilizaji kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa.